kapewa masharti halali na kakake. Ase hiyo kweli mbaya hiyo. Yaani kalala sasa mpaka dakika hii Nkela tiba kashamaliza. Majibu yako wazi, kalala naye. Sasa nimetoka huku kumwangalia mwana haramu kaka yake. Nimemkosa. Ningemkuta kaka, ningemkuta. Namfuata yeye. Kuzungumza naye. Aniambie A B C. Hiki kinaendelea. Ndugu yangu Makoroboy, wewe ni ndugu yangu sana. Nikwambie jambo moja tu. Subira inatokana na Mwenyezi Mungu. Haraka haraka hizi unatokana na shetani. Sasa nikwambie jambo moja. Tunazungumzia swala la ndoa hapa unajua. Kama tunazungumzia ndoa ina maana inahitaji umakini, akili hali ya juu. Usifanye mikulupuko, jaribu kuzungumza naye mke wako kiutaratibu sana. Hata kama utakaporudi nyumbani, hakikisha unazungumza naye kihekima. Ukizungumza tofauti na hivyo, atakushtukia na utojua chochote. Kwa hiyo fanya subira, fanya taratibu, utajua kila kitu ndugu yangu. Sawa sawa? Sawa. Ila unasema kama rahisi sana. Ila nitajitahidi tu. Inauma. Hata inauma. Mwambwe, yule mimi ni mke wangu. Mke. Afu yeye ni shemeji yangu. Hivi mpaka najiuliza hawa sio ndugu wa damu. Mpaka anifanyia haya yote. Sawa. Nimekuelewa. Nitatulia. Nitafanya uchunguzi. Unajua nini? Mimi kitu ambacho kiniingia akilini ni kitu kimoja. Unajua mchokozi, wewe ni mwanamke wako sio mkeo. Yule wewe ni mke wako. Sasa uenda anatengeneza picha umuoe yeye ili umwache mke wako. Umenielewa? Kwa hiyo isikuingia akilini sana, itafakari ninakwambia. Na mara zote ninapozungumza na wewe, uaga unanisikiliza na kufuatisha ushauri wangu. Kwangu jawe niangusha. Ndugu yangu sasa mimi niende nyumbani kwa sababu leo siko sawa. Ninavyokuambia hivi kipipi nimemtandika kichizi leo. Nacheka kama Zuri. Koosha mbutu wa tayari. Anaitambia upumbavu bwana, afahamia mwanamke mazake. Mazoea yamezidi. Nimemtandika bwana. Wanawake watakuja kutuua sisi. Sasa nikamkute kwanza huyo. Oha. Oya. Kaka, nyumbani huku unaenda wapi? Baba, jambo lenyewe dogo tu umekuwa hivyo. Mapenzi ya sasa. Yato changanya maganiko pakawa mayo baba. Binge mitwe ya seba panga binge balemelwa kolala. Haya, nakusikiliza. Mwenyekiti. Sijui naanzia wapi mimi. Sawa. Wanasema mateke ya mpenzi hayaumi. Ile mwenyekiti sio kwa mateke yale. Nimepigwa ngumi ya mbavu. Figo moja ikachanika. Naangalia vizuri hivi. Nyongo. Naitema hii. Nyongo hii hapa hii. Nimeumia sana. Akaona itoshi. Akaja akanikaba loba. Kanipeleka juu. Kanirudisha. Kanipima uzito kama mtoto kwenye bembea. Akaona itoshi. Akaminya kaza kwani kuzalisha kabla siku za kaniminya. Mpaka mwanangu akaja akashika roho yangu, mama usiniache. Mwenyekiti. Yaani mimi kiukweli, yaani mpaka watu waliofikia hii mbwembwe leo kunipigia hivi. Nimechoka. Kilichonileta hapa nakuomba sana. Nahitaji talaka yangu. Mbwembwe ataniua kwa sababu kashanunua hadi sanda. Ananiambia yani hatoishia hapa. Hataniua. Sasa mimi kweli mwenyekiti naogopa kufa. Kile Mungu mtoto jisalifu mkaba sijui kama totoka na nywele sijui. Mama, mtoto kapiga teke. Kapiga teke bafu. Pale alipopiga babake. Dela. Saizi umetoka wapi? Nimetoka kwa mzee Manembo.
Hivi Adela, mbona usikii? Huoni kwamba unajitafutia matatizo? Huyo mzee Manembo ambaye unamfuata unajua kabisa jinsi alivyo. Na istosha na wake zake. Tena sio mmoja, ni wawili. Wewe umetoa mbaliga zako hapo umeenda kufuata nini na wakati wewe una mtu wako na ulishasema unampenda? Na ushukuru Mungu nimemkuta huyo mzee Ayubu. Kwa sababu ningemkuta tu nisingerudi hapa. Sitaki kelele kabisa wala sitaki kuingilia mahusiano yangu mimi na huyo mzee. Alafu huyo mtu unasema kwamba mimi ni naye, nilishamleta hapa. Nilisha kumtambulisha kwenu. Kelele cha nini? Mimi nimeshampenda yule mzee na ndo ninamtaka yule mzee. Full stop. Ibaki hivyo. Adela, nisikilize nikwambie kitu. Hicho unachokifanya sikipendi na sihitaji kijirudie. Kwa sababu nilikwambia ukae ndani usitoke. Ulivyoona nimeenda msalani, ukatoa mbariga zako hapa ukaenda kwa huyo mzee Manembo. Sasa sikia, ukienda ndani sitaki utoke uende sehemu yoyote ile. Kwa sababu tunapoelekea unataka tugombane mimi na wewe sasa. Kwa umeshaanza kunikoromea sasa. Wewe umekuwa ndo mkubwa, mimi mdogo wako. Sawa, tutaona. Wewe na mimi nani kaanza kuliona juu. Yaani Mbwembwe anajichukulia madaraka mkononi, sheria mkononi. Anawezaje kukupiga ngumi ya tumbo? Teke la tumbo? Hali ya kuwa wewe ni mjamzito, anataka kukua. Na akiharibu hicho kiumbe tumboni inakuwaje? Sasa mimi kama mwenyekiti ni lazima ili swala nijue nalimaliza vipi. Hapo mwenyekiti, nikamwambia mume wangu, huko kote kwenye kuana isifikie. Basi tuuze hichi kibanda, tugawane, mimi niondoke nyumbani kwetu. Ananiambiaje? Mimi nilipokuja sikuja na nyumba wala kiwanja, ndo nitakapoondoka. Sasa mimi vile dalili zote naziona za kuniua. Na kisa ni kile kibanda. Na mimi mwanzo hakuwa hivyo mume wangu. Mwanzo alikuwa tunapendana wenyewe, tunalavyuka popote kama waindi kwenye maua, tulikuwa tunakimbizana. Lakini toka nimbebe hichi kiumbe, mume wangu kabadilika. Kanichenjia. Yaani simuelewi. Kuna muda usiku nikilala nikiamka, mwanangu ananiamshaga, Mama, baba anataka kukunyonga. Naamka. Na kamacho silali, yani kiukweli nateseka. Mwenyekiti, mimi Mbwembwe nimemchoka, ananitesa hata niua. Naomba ongea naye. Mimi nataka talaka yangu. Na hapo napokuambia ndio nishafika, sirudi nyumbani kwangu. Yaani pona yangu mimi watu walijaa hivi. Walijaa. Mbwembwe mwache mke, acha nimuue, nimeshamchoka mbwa huyu. Yaani mimi nimezalia. Shingo. Oho, sasa hapo kuna kitu nimeshakitambua. Kwa lengo lake akupige, akuue, aoe mwanamke mwingine. Na mimi hilo kwangu sitoliruhusu. Ninatoka hapa mimi na wewe mpaka nyumbani kwako. Huyo kwa huyo Mbwembwe nene nikamuone. Si unataka talaka? Si unataka mgawane mali? Niachie mimi sasa. Sasa sheria inaenda kufanya kazi yake kisawasawa. Ili ajue mimi mwenyekiti niko sawasawa na wananchi wangu. Siwaache hata sekunde moja. Hebu tuondoke. Mwanangu, unaona hii simbi ina mambo mengi sana. Ina matumizi mengi sana. Waganga wanatumia kutibia. Wachawi tunatumia kurogea. Unaiona hii nguo? Hii nguo tunapotoka usiku ndo tunatumia hizo nguo kwenda kuangia. Umenielewa? Hii unavaa. Hii hapa unajifunga kichwani. Hii hapa utaporudi kwenye kazi yako, ukiingia ndani unachukua dawa na hii nguo unavaa, unaenda kuoga, unaondoa minuksi leo ulokuja nayo, manake mijasho. Sio, umenielewa? Kwani mama, ni lazima mchawi kuvaa hizo nguo nyeusi muda wote? Ni lazima, kwa sababu hizo nguo ndo tunazotumia kwenye mambo yetu. Ndio maana nakuelekeza. Sawa? Unakiona kibuyu? Hichi kibuyu ni cha kwangu mimi. Nafanyia kazi zangu.
Na wewe pia unataka uwe na kiburi kama hiki. Sasa mimi nakipataje? Usijali, utakipata tu. Umeiona? Unapolala inatakiwa uweke mchagoni. Mchagoni kwako, sawa? Ndio narudi mmangu. Vipi? Uko tayari kwenda kwa mganga? Ndio, uko tayari. Sawa. Ngoja nijiandae kisha tunoke. Sawa. Ni huko mume wangu. Tangu fungue. Sasa mbona unanifungua afu mwanzo ulinifunga? Swali zuri. Hiki nilikufunga. Nikiridi fulani hivi. Kikinga. Kwa sababu wewe bado mchanga hujazoea hizi kazi, unatakiwa muingie na kinga. Maana ukienda mtupu unaweza ukakuta matikiti, ukakuta vipanya ukapishana na hivyo na vimendemende. Kwa hichi kinakusababisha wewe na nguvu ya kuviona hivi viumbe vilivyomo ndani. Alafu kiepe. Hao watu waliojazana humo sijui kama mazezeta ndio misukule. Sasa mbona ni wengi vile, mnatoa wapi na kwao hawawaulizii? Wewe Biasmini naona muonaje? Ndio naambiwa ukubwa ni dawa. Yaani hapo huyo Biasmini huwa anapata oda sehemu mbalimbali. Umeona? Akaniambia Kiepe, naondoka nenda kwenye oda. Na mimi nasema sawa. Na mimi naandika daftari kangu kwa ajili ya kuweka hesabu sawa. Kwa akiondoka akienda, akirudi, arudi na mtu mmoja tayari ndo ameshamfanya hivyo, amelegea. Ndio tunampaka viunga hivyo tayari na kwa tumekamilisha kuwa msukule. Basi sawa, asante kwa kunifundisha. Mimi Biasmini kaniachia kazi ya kushona ilizi. Acha nikaifanye. Ngoja wewe. Mbona una haraka sana? Kwani hii sio kazi? Ulichojia hapa ni nini? Sasa hiyo ilizi ukishona unaifanya kazi gani bila kupata mafunzo kamilifu? Hujaniuliza hata hivyo viumbe vinatoka sehemu gani? Hivyo viumbe mimi nikueleweshe. Hivyo viumbe ni kama tu binadamu alivyo anajitambua. Lazima kuta kule wameshakuwa na fitina kwa Biasmini akienda wanamuua huyo mtu. Akishamuua tu wale wa nyumbani kwao pale kama familia unakuta wanazika kama mgomba, wanazika kama mtu. Wakati mwingine wanazika hata paka. Wewe Kiepe, huyu mama alikuwa anaua. Sio kuua tu, hadi kudedisha.
Hafai huyo. Basi sawa Kiepe, mimi naenda. Mbona una haraka sana wewe? Hujaniuliza hata naishi navyo vipi? Una haraka sana wewe. Aya, ngoja mimi nijipendekeze nikwambie. Hapa ninavyoishi navyo, kama unavyoviona, vingine vimenenepa, vingine vimekonda. Hivyo vilivyonenepa sasa unakuta ndio vile kule vilikuwa vinasumbua mitaani. Kwa hivyo vinavyosumbua, sometimes na mimi vinanisumbua tena. Yaani kama vinasumbua mtaani na vikija huku vibabe. Naona nikishamweleza mara mbili makosa yao na visababu vinataka mara kuninyonga Biasimini. Ananiambia basi sawa, tukirudishe kwao. Huwa tunavichukua naenda kuviachia hata Mwarusembe huko. Naona vinazagazaga mule sokoni. Muda mwingine naenda kuviachia hata Mbagala huko, si hatujali. Sinakuwa tuonekane muda huo. Basi sawa. Nikikwambia mashuti nasema mpaka kwao, sawa? Mashuti tu. Mpaka kwao. Humu tu. Wewe kaendelee na pilika zako. Yaani hapo ndo mimi najikutaga na kwa na enjoy. Wanafunzi kama Biasimini hata kama andete 99 kutoa 4. Mbona hapa na wanyosha tu. Afa kakaelewa aka. Ndio hivi mtu akikusudia kufanya kazi kwa mikono yake, hata ana kinyongo, maelekezo anashika vizuri tu. Unaona? Lakini wengine unakuta wanakwepo achovu. Hata kama nikikambia, nakupenda. Akachea hata kunipa jibu langu. Sema kuna vingine vina. Kula ile tena. Biasimini, karibu. Kumbe unanijua? Ndiyo nakujua. Mume wangu alishawahi kuniambia. Sikujia hayo. Nataka kuna kitu umwambie mume wako. Jambo gani hilo? Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa.